Mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni matendo makuu yanayoonyesha huruma ya Mungu kwa binadamu. Msifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa kurasa zetu za Facebook Radio Maria Tanzania, lakini pia YouTube Radio Maria Tanzania, pamoja na pale Instagram kwa jina hilo hilo la Radio Maria Tanzania. Hapa nilipo ni katika kituo cha hija cha kitaifa cha huruma ya Mungu kilichopo eneo la Kiabakari, Jimbo Katoliki la Musoma. Nyuma yangu ni altari ambayo inaadhimishwa misa takatifu hapo, lakini pia juu ya altari kule kuna picha ya Yesu wa huruma. Je, nini maana yake? Lakini pia utapata kufahamu nani mwanzilishi wa huruma ya Mungu na ni maagizo gani ambayo alipewa na Yesu Kristo kuhusiana na swala zima la huruma ya Mungu kwa binadamu. Msimamizi wa kituo hiki ama mhifadhi wa kituo hiki cha hija ya kitaifa ya huruma ya Mungu hapa Kiabakari ni Padri Wojciech Adam. Yeye ndiyo mhifadhi wa madhabahu hii ya huruma ya Mungu hapa nchini kwetu Tanzania, katika eneo hili la Kiabakari, Jimbo Katoliki la Musoma. Katika makala hii Padri Adam atatuelezea juu ya huruma ya Mungu kwa wanadamu, lakini pia atatupatia historia ya huruma ya Mungu kwa wanadamu. Vile vile pia atatuambia mwanzilishi wa huruma ya Mungu ni nani. Uletea makala hii fupi. Naitwa Godfrey Joseph Mahonge, niko napiga picha Faustine Sylvester. Tunakukaribisha sana kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Huruma ya Mungu nitaimba milele. Mtazamaji, kila Dominika ya pili ya Pasaka mara nyingi huwa tunaita Dominika ya huruma ya Mungu. Kwa hapa Kiabakari ni jambo ambalo lishazoeleka, kwani watu mbalimbali huja hapa kusali na kuomba huruma ya Mungu. Je, huruma ya Mungu maana yake ni nini? Lakini je, kuna uhusiano gani kati ya huruma ya Mungu na Pasaka? Wazo la huruma ya Mungu ndilo linalotawala mwaka mzima wa liturujia. Uamuzi wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kuteua Dominika inayofuata Pasaka, kiliturujia ni Dominika ya pili ya Pasaka, ambayo ni kilele cha siku 8 tangu siku ya ufufuko, yaani Oktaba ya Pasaka, huonyesha uhusiano wa karibu sana kati ya fumbo la Pasaka la ukombozi na sikukuu ya huruma ya Mungu. Tunaweza kujiuliza kwa nini? Kwa sababu mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni matendo makuu yanayoonyesha huruma ya Mungu kwa binadamu. Na uhusiano huu pia husisitizwa kwa novena ambayo huitangulia sikukuu ya huruma ya Mungu inayoanza Ijumaa Kuu, siku ambayo Yesu aliteseka na kutolewa kafara msalabani, na tunamalizia Jumamosi kabla ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Mtazamaji, Bwana wetu Yesu Kristo alimtokea Sister Faustina. Je, alimueleza mambo gani? Huyu hapa tena Padri Wojciech Adam akituelezea zaidi kuhusiana na historia hiyo. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, tunatakiwa tujiandae vipi ili tuweze kuadhimisha sikukuu ya huruma ya Mungu kama Yesu anavyotaka? Hebu tumsikilize yeye mwenyewe alivyomwagiza Sister Faustina, na kupitia kwake ametuagiza sote. Bwana Yesu alimwambia hivi: sikukuu ya huruma yangu imetoka katika vilindi vyangu kwa ajili ya kuifariji dunia nzima. Na maandalizi kwa ajili ya sikukuu ya huruma ni pamoja na kusali novena ya huruma ya Mungu kwa siku 9 mfululizo kuanzia siku ya Ijumaa Kuu. Yesu mwenyewe alisema, kwa novena hii nitazipatia roho neema zote zinazowezekana. Lakini pia kuna vigezo vya kuadhimisha huruma ya Mungu. Vigezo hivyo ni vipi? Huyu hapa tena Padri Adam anatuelezea vigezo hivyo, namna ya kuiadhimisha huruma ya Mungu. Kuadhimisha novena kabla ya sikukuu ya huruma ya Mungu kuanzia Ijumaa Kuu mpaka Jumamosi kabla ya sikukuu ya huruma ya Mungu kama nilivyoeleza.
Pili, kuiadhimisha Dominika ya pili ya Pasaka kama sikukuu ya huruma ya Mungu. Tatu, kutubu dhambi zetu zote na kujibandua na mazoea yote ya dhambi. Nne, kumtumainia kabisa Bwana wetu. Hili ni dai lake la msingi. Mtu ambaye hana matumaini, ana mashaka, ana wasiwasi, ana hofu, hawezi kupata huruma ya Mungu. Kigezo kingine ambacho ni muhimu mno na Yesu anasisitiza mara nyingi sana, lazima katika adhimisho la sikukuu ya huruma ya Mungu, picha ya Yesu wa huruma iwekwe hadharani, itukuzwe na kuheshimiwa kwa tendo la kiibada. Kwa mfano, kuinama, kufukiza kwa ubani wakati wa kuzunguka kuhani, altare, au kusali hata rozari ya huruma kwa pamoja mbele ya Yesu wa huruma. Takwa jingine ambalo pia ni muhimu mno katika adhimisho la sikukuu ya huruma ya Mungu, na Yesu amesisitiza mara nyingi sana, tuwe na huruma kwa wengine kwa matendo, maneno na sala zetu kwa ajili yao. Naamini kampeni ya Kwaresima na mwaka huu ujumbe wa Kwaresima wa maaskofu wetu, ndugu, msichoke kutenda mema, nadhani tumepata hamasa kukumbuka kwamba bila matendo ya huruma hakuna huruma kwetu sisi. Kipimo mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Mtazamaji, katika kuhitimisha makala hii fupi, mhifadhi wa kituo hiki cha huruma ya Mungu hapa Kiabakari anatualika tuje kwa ajili ya hija. Hebu tumsikilize tena. Ninapenda niwakaribishe kwa moyo wa dhati kabisa na kwa furaha, tuungane sote katika adhimisho la sikukuu ya huruma ya Mungu mwaka huu wa 2026, tukiongozwa na hujaji mkuu Mhashamu Baba Askofu Mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu wa jimbo kuu la Arusha, atakayetuongoza katika maadhimisho ya siku 4 kuanzia Alhamisi tarehe 9 mwezi wa 4 mpaka sikukuu yenyewe ya huruma ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 4 2026. Karibuni sana, tuimbe pamoja huruma ya Mungu, tujizamishe katika bahari ya huruma ya Mungu, tuibuke kama mitume wa kweli wa huruma ya Mungu katika mazingira tunamoishi. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa makala yetu hii fupi kuhusiana na Dominika ya huruma ya Mungu kwa wanadamu. Niliyekuletea makala hii naitwa Godfrey Joseph Mahonge. Nikutakie Dominika njema ya huruma ya Mungu, na hakika huruma ya Mungu nitaimba milele. Mungu atukuzwe na mwanadamu atakatifuzwe. Kwa heri.